Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi maalum ya kujiweka wakfu kwa ajili ya mwezi wa 7. Rasmi tumeingia mwezi wa 7 na leo ni tarehe 1. Na wakati ninamuuliza Mungu kwa habari ya mwezi wa 7, ni rahisi sana kuanza kuiangalia namba 7 inatafsiriwa vipi kwenye maandiko. Halafu kuanzia pale umuulize Mungu, kutokea hapa unasemaje juu ya mwezi wa 7? Labda kibinadamu unaanza kuwaza hivyo, lakini Mungu amenisemesha tofauti sana. Akaniambia umeanza nusu ya mwaka ili kumaliza mwaka. Akasema kuna kitu watu wangu wanakihitaji. Kuna kitu watu wangu wanakihitaji. Halafu akawa ananiambia tunahitaji mwelekeo wa kimungu, divine directions. Na akawa akinifundisha kwa habari ya namna gani Mungu anatoa maelekezo. Kwa namna gani tutapata divine directions kwa ajili ya miezi iliyobaki ya mwaka, ili inapofika mwezi wa 12 wote tuwe tunashangilia kuu. Bwana akawa ananisemesha tujiweke wakfu kwenye roho ya ufunuo. Na roho ya ufunuo ndio inayojifunua kutupa taarifa ndani yetu ya nini cha kufanya, ili tukishapata taarifa ndio iwe muendelezo wa mwelekeo wa kupewa na Mungu ili kufika katika hatima njema tunapomaliza mwaka. Tunaona Waefeso sura ya 1 mstari wa 17, tunaona maombi ya Paulo kwa Waefeso. Anasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Anapoeleza kumjua yeye, haimaanishi tu kujua Yesu ni nani na Mungu ni nani, lakini kulijua wazo lake na maelekezo anayokupa kwa wakati husika. Ndiyo maana ya kumjua yeye. Kwamba Pastor Miamba, leo nataka uende ukahubiri kitu fulani. Hapo ni kumjua. Ukienda ukafanya vile, umemjua yeye aliyekutuma, kwa maana umerandana na maelekezo ambayo Mungu amekupa. Kwa Mungu akana nisemesha kwamba huu mwezi tunaenda kujiweka wakfu kwa ajili ya kutembea kwenye ufunuo, the spirit of revelation, ile roho ya ufunuo. Kwa hiyo tunapoenda kuomba roho ya ufunuo, lengo lake ni kupata maelekezo. Angalia jinsi ambavyo kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ukisoma pale unaona Mungu anawaeleza wana wa Israel, anawapa direction, anawapa maelekezo ya mahali pa kwenda. Kama ambavyo tunasema Mungu atupe maelekezo, lakini atupe roho ya ufunuo ili tupate kumuelewa yeye, ili tuweze kuelewa maelekezo. Sasa tunaona maandiko yanasema kwenye ile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 2, some tule mstari wa 1. Maandiko yanasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Hiyo ni divine direction. Kama alivyoniambia Bwana. Tukawa tukizunguka milima Seiri siku nyingi. Bwana akasema, akaniambia, mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geukieni upande wa kaskazini. Anayetoa maelekezo ni Mungu mwenyewe. Anasema hawa watu wamezunguka katika mlima wakidhani wanaenda mbele, kumbe wako hapo hapo. Inawezekana kabisa ya kwamba mwaka mzima upo unazunguka hapo hapo. Lakini Mungu tunapoomba Mungu atupe roho ya ufunuo,
anatufunulia kwa kutupa maelekezo, divine direction. Ukiangalia namna ambavyo Mungu alikuwa akitembea na watu wake na watu wake walivyokuwa akitembea na Mungu, kuna mtu mmoja hapa ni mfano sana. Alimng'ang'ania Mungu, akamwambia Mungu, hatutoki hapa, hatutoki mpaka tupate maelekezo na direction yako. Hatutoki hapa, na tunajua kabisa ya kwamba tunayo safari ya kwenda, lakini kuliko twende peke yetu ni bora tubaki hapa hapa. Tukisoma kitabu cha Kutoka ile sura 33 na tunaona ule mstari wa 15, anasema hivi, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usitutoe kutoka hapa. Kwa maana tutajuaje, itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako, sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Sasa tunaona maandiko yanaeleza kwamba Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hilo ulilonena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. Angalia vile ambavyo Musa anaonyesha, kwa Kiingereza wanasema total dependence, yani kwamba anamtegemea Mungu kwa 100%. Ni lugha ile ya kwamba kama uwepo wako hautaenda pamoja nasi, tunahitaji direction yako. Kama uwepo wako hautaenda pamoja nasi, usitutoe hapa. Ilikuwa ni lugha iliyombana Mungu kweli kweli. Lakini tunaona Mungu anasema, anatoa maelekezo, anasema nitafanya kama ulivyosema. Na uwepo wa Bwana ulienda pamoja nao. Na moja ya kitu kikubwa uliwapa maelekezo ya nini cha kufanya, ya wapi waende. Tunaona maelekezo hayo hayo kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati tumesoma. Lakini tunaona pia Paulo anawaombea Waefeso. Kuna namna tunahitaji pia na sisi maelekezo ya kutokea huu nusu ya mwaka, tunapoenda kumalizia mwaka. Tujue ni wapi tumekosea, ni wapi tukaze uzi zaidi, tukaze kamba zaidi, ni wapi tujitengeneze, tujitengenezaje. Mbio bado hazijaisha, bado tunayo nafasi ya kukimbia mbio na kuweza kushinda. Sisi ni washindi na Mungu anatutambulisha kwamba sisi ni washindi. Lakini tunahitaji divine direction, tunahitaji mwelekeo wa kimungu, kwamba tunapoanza leo tarehe 1 mwezi wa 7, tumeanza sasa kuielekea nusu ya mwaka, tunaanza kuingia huko, na hatimaye sio muda mrefu tutaanza kuona Christmas hii hapa. Tutakuwa tunafanya tathmini ya uwepo wa Mungu na yale aliyotenda kwetu. Tutaanza kufanya tathmini ya namna Mungu ametuvusha kutoka mwaka ule. Huu mwaka kuna namna gani ametuvusha, kiuchumi, kifuraha, amani, kimahusiano, ni kuna nini Mungu ametuvusha. Sasa kuna nyakati ambazo tunasimama tunamshukuru Mungu kwa yale tuliyoyaona. Sasa hayo ndio mambo ambayo tunatamani Mungu atupe maelekezo dhahiri, kutuambia Mungu, utuambie tufanye nini, tuende katika njia gani, tuambatane na nani, jambo gani tuliache, lipi tuende nalo. Yani kuna namna Mungu atatufundisha aina ya maombi tunayotakiwa kuyaomba. Atatufundisha namna ya mifungo tunayotakiwa kuifunga. Atatueleza tuseme nini mbele za uso wake, ili tuweze kutembea kwenye maelekezo. Tunahitaji divine direction, tunahitaji miongozo ya kiroho. Tunajiweka wakfu kwa Bwana, tunahitaji Mungu atuelekeze, atupe ufunuo, roho ya ufunuo itakayotupa divine direction, itakayotupa mwelekeo wa kimungu. Tunachokihitaji ni mwelekeo wa kimungu kupitia revelation, spirit of revelation, roho ya ufunuo. Bwana atufunulie tupate maelekezo yaliyonyoka. Bwana tufunulie twende kwenye njia itupasayo kuienenda. Taka tujiweke wakfu kwa ajili ya mwezi wa 7. Tumwambie Mungu, hatujachelewa mbele ya uso wako. Wewe hujawahi chelewa, hujawahi bali wewe unajibu kwa wakati. Mungu hachelewa wala wahi, bali yeye hujibu kwa wakati.
tuombe Bwana mwezi wa 7 huu iwe ni kama ni mwezi ambao pazia limefunguka kwa kila mtu, akaone vitu vilivyositirika. Mungu akatufunulie mema yote na hazina za sirini alizozificha zikafunuliwe, zitupe mwelekeo wa kumaliza mwaka. Nataka twende mbele za Bwana, tujiweke wakfu kwa ajili ya hayo. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uketie mahali pa juu palipoinuka sana, Mungu uliye hai, uliyebeba mamlaka, uliyebeba nguvu, uliyebeba kila kitu chenye ushindi kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu, asante kwa kutupa nafasi ya kuiona siku hii na mwezi huu wa 7. Asante kwa kutusaidia kuingia nusu ya mwaka ambao tunaenda kuumaliza kwa ushindi katika Kristo Yesu. Baba, naomba utupe miongozo yako. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, tunahitaji divine directions. Tunahitaji miongozo yako. Bwana, uwepo wako uende pamoja nasi. Uwepo wako utusemeshe, Mungu uliye hai. Uwepo wako utufundishe, Jehova. Tupe direction, divine direction, mwelekeo wa kiroho, mwelekeo wa kimungu. Kama ulivyowaambia wana wa Israeli, wamezunguka katika milima ya Seiri, sasa yatosha. Baba, ninaomba nasi ukatupe neema ya kuielekea kaskazini yetu, direction yako Bwana, kwa maana tumezunguka kwa muda mrefu kwenye uchumi ule ule, yatosha. Tumezunguka kwa muda mrefu kwenye mahusiano yale yale, tumechoka. Yale mahusiano yaliyotutesa, yale mahusiano, ile ndoa, ule uchumba uliovunjika, Mungu uliye hai, tunahitaji direction zako Bwana, ili yule ambaye hajaoa ama kuolewa ukampe neema ya kujua afanye nini. Roho Mtakatifu, yamkini kuna mtu mmoja yuko kwenye mahusiano ambao si sawa sawa katika uchumba wake, Bwana ukampe divine direction. Mungu liya, yamkini kuna mtu yuko kwenye biashara ambayo si sawa sawa kwa wakati, Bwana ninaomba ukatupe divine direction. Roho Mtakatifu, tufundishe tu katika hali yoyote unayotaka wewe tuijue. Mungu liye hai, tupe neema ya kujua yatupasayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu liye hai, unapotupa divine direction, utufunulie, utupe neema ya ufunuo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nikienda kinyume na nguvu za giza zote, uharibifu wa nguvu za giza, roho chafu zitendazo kazi, ninaziangusha leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, ninaangusha giza lote katika ulimwengu wa roho. Ninatangaza na iwe nuru. Mungu aliye hai, mwezi wa 7 na iwe nuru. Tutembee kwenye nuru yako katika jina la Yesu. Tutembee kwenye ushindi wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa, heshima na utukufu vyote ni vya kwako. Tunajiweka wakfu katika mwezi huu, mwezi wa 7. Tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kwamba tutembee kwenye maelekezo yako, divine direction. Tutembee kwenye roho ya ufunuo. Baba, nakushukuru, sifa na heshima ni zako. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako ya kujiweka wakfu katika mwezi huu wa 7, na utaiachilia hiyo sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema na heri ya mwezi mpya. Hongera kwa ajili ya mwezi huu wa 7. Mungu wangu akubariki sana. Amen.